Ni siku ya kwanza kabisa, naye tuko mchungaji Peter John ambaye atakuwa akitubariki katika juma hili zuri la kaya na familia. Na siku ya leo tunaanza na somo zuri ambalo ninaamini hakika litakubariki. Nalo linasema, je, Mungu aliumba ngono? Yawezekana watamani kuweza kujua kama je, hiki kitu Mungu alikiumba au la. Nami natamani kuweza kufahamu. Hivyo endelea kuwa sako kwa bako kuweza kufahamu kana kwamba Mungu aliumba ngono au la. Nami nikusii tu endelea kubarikiwa hadi misho mizuri ya kipindi kizuri cha kaya na familia katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kimara. Nikusii tu endelea kusubscribe pamoja na kushare ili watu wengine waweze kubarikiwa vyema na muendelezo mzuri wa vipindi hivi vya kaya na familia. Na kabla mchungaji hajasimama, niwaalike tusimame tuweze kuomba, na baada ya hapo mchungaji atasimama kwa ajili ya neno la uzima. Asante Baba wa mbinguni kwa upendo wako na rehema zako jioni hii ya leo. Nasi tumekuja kwa ajili ya kuweza kubarikiwa na somo zuri kutoka kwa mtumishi wako. Hebu somo hili likatuguse na kutubadilisha maisha yetu, nasi tukauone mkono wako kupitia masomo haya, kwa jina Yesu Kristo, amina. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naamini kichwa cha somo kimewashtua watu wengi sana. Kinachosema, je, Mungu aliumba ngono? Lugha ya Kiswahili kidogo ina changamoto, lakini kwenye Kiingereza imekaa vizuri kidogo ukifananisha na kwenye Kiswahili. Inasema God create sex. So unaona hata ina sound vizuri, God create sex. Lakini ukisema Kiswahili, Mungu aliumba ngono. Kuna hili juma tutaangalia familia kwenye upande wa vitu ambavyo sio tu kanisa, hata jamii havivizungumzii sana. Umewahi kwenda kanisani ukakuta mhubiri wa Sabato hiyo anazungumzia somo, kichwa cha somo kinasema ngono? Naamini hata washiriki waliokuwa kwenye kanisa siku hiyo wanaweza wakahisi wameingiliwa. Kwa sababu sisi Afrika, especially culture ya Kitanzania, kuna aina ya vitu tumefundishwa ni tabu kuongea au kuvijadili. Lakini kinachonishangaza mimi ni vitu ambavyo tunavifanya na vina athari positive na negative. Leo watu wengi sana tunajifunza kuhusu ngono kutoka kwenye vyanzo ambavyo sio sahihi. Mara nyingi sana utakuta watu wanajifunza kuhusu ngono kutoka kwa marafiki zao. Yaani mtu yuko na rafiki, tunakaa, tunapiga story, ndio tunaanza kujadili, baadaye utashangaa tunaizungumzia ngono. Yawezekana tukaizungumzia kwa namna ambayo sio sahihi, lakini tunaizungumzia. Lakini sehemu ya pili ambapo tunajifunza kuhusu ngono ni kwenye movie, tamthilia, na especially naofia sana, nachelea kusema kizazi tulichonacho sasa kiko controlled sana na tamthilia. Na sehemu kubwa, 100% ya tamthilia ina motivate sex. Na ndio maana angalia, kama ulikuwa mfuatiliaji wa tamthilia utagundua kila familia theme kubwa ni mapenzi. Mara yangu mimi ya mwisho na stop kuangalia tamthilia, niliangalia tamthilia ya rafiki anaitwa Juri miaka ya nyuma kabisa. Nakumbuka hata nilikuwa natoroka shule ili niwahi tamthilia. Lakini ukiangalia ile tamthilia mule ndani ni mapenzi. Utakuta mdada na mkaka wanapendana, wanabusiana, na sisi tukikaa kwenye meza wakati tunaangalia vile vitu vinaingia kwenye akili, then tunataka kufanya application. Tunataka kuapply kile ambacho tumekiona na kujifunza. Lakini kilichonishtua zaidi kwenye hizi tamthilia, wewe kuanzia leo nenda kachunguze, sijajua kwa sasa na miaka mingi siangalii, kila tamthilia utakuta kuna mwanaume ana behave kama mwanamke. Kila tamthilia yoyote ile, especially hizi zinazotoka Ufilipino, lazima umkute mwanaume anayeigiza kama mwanamke. Nitumie lugha ambayo Tanzania inafahamika, shoga. Utakuta humo ndani yupo. Kwa hiyo movie wakati mwingine na television
ndipo mahali ambapo watu wanategemea ama wanapata taarifa za kujifunza kuhusu ngono. Kwingine ni kwenye vitabu. Miaka ya nyuma kuna mwandishi hapa Tanzania, sitamtaja jina by then, lakini alikuwa akiandika sana vitabu vya hadithi za ngono. Sijui fulani alimpenda fulani, na kulikuwa linaandikwa kwenye gazeti linaitwa Q miaka hiyo. Na nakumbuka nilikuwa nazisoma sana zile story. Na maudhui yote ya zile story ni ngono. Na kuna wakati unasoma hiyo story, unaona kabisa mwili unakuwa reacted kwa ajili ya ngono. Lakini umesoma tu, nikamwona miguu yake ilikuwa mizuri, umbile lake, anaelezea kwa maneno, akilini mwako inatengeneza image, picha. Then unaanza kumuona mtu akilini na unakuwa activated kushiriki ngono. Lakini njia nyingine ambao watu wanajifunza kuhusu ngono ni kutokana na hizi tunaita pornography ama porn video. Na naogopa sana kwenye generation tulionayo. Nilikuwa nasafiri kwenye basi usiku. Natoka hapa naenda mkoa mwingine usiku. Kwenye siti niliokaa, mbele yangu walikuwa wamekaa mabinti wawili. Wamefungua simu yao kwenye Google, select porn, zimekuja, wameweka inaita earpod kwenye masikio, wamefungua wanaangalia kwenye basi. Siti ukitoka siti hiyo tu ndio inakuja ile siti ya mwisho ambayo inakaa watu 5. Wako serious wanaangalia. Lakini sio hivyo tu, niwaambie ukweli mbele za Mungu, hata sasa makanisani tuna vijana waliokuwa affected na porn video. Hata sasa hivi ninavyoongea na wewe, kuna waanga wanaoangalia hizo movie. Na acha tu kuangalia, wanafanya application. Wako watu ambao mimi kwenye kutembea kwangu kwenye utume nakutana nao na wana struggle kuacha. Wengine wamedevelop kitu kibaya sana. Alianza kuangalia hizi video za ex mbaya, baadaye akawa anafanya tendo la ndoa mwenyewe peke yake. Kwa Kiingereza wanaita masturbation. Kiswahili chake sio kizuri, wanasema puchu. Sio wanawake, sio wanaume. Na wako kanisani na wanasali na wanamwamini Mungu, lakini hawaishi kulingana na Mungu anavyohitaji. Lakini sitaki kusema na laumu, wakati mwingine ni kukosa taarifa sahihi kuhusiana na neno ngono. Mwisho kabisa, tunajifunza ngono kwenye age, kwenye umri tulionao. Mimi na firstborn wangu ana miaka 11. Sasa hivi shuleni wanasoma somo linaitwa reproduction. Yeye yuko hizi shule ambazo wanasoma kwa Kiingereza. Nina urafiki wa karibu sana na huyo binti. Kwa hiyo akirudi nyumbani kwenye homework ananishirikisha maswali mengi sana. Kwa kuna wakati anakuambia, baba nisaidie kuchora mfumo fulani, labda mfumo wa mwanamke au mfumo wa mwanaume wa uzazi. Na kwa sababu yuko kwenye umri ambapo ndo anaelekea, wanawake wanaaminika miaka 11, 12, 13 au vuki hapo anavunja ungo. Kwa hiyo mwili wake umeshaanza kubadilika taratibu. Vitu anavyofundishwa shuleni anahitaji taarifa zaidi ya hivyo vitu. Je, swali la msingi ni hili: huyu mtoto wa kike au wa kiume anayefundishwa mambo ya reproduction sasa hivi anaanza kulebo party. Ngoja niwaambie wazazi mnaonisikiliza, via vyetu vya uzazi watoto wetu wanavijua kuliko sisi. Maana shuleni kuna michoro ya via vya uzazi. Anachola, analebo, na wakati mwingine anahitaji kujua zaidi. Na walimu wanawafundisha zaidi. Paka watoto wadogo utasikia siku hizi wanaimba wimbo don't touch hapa kwangu, na wanaita secret part. Katoto kadogo kachekechea utasikia this is my secret part, wa kike kashika kifuani, this is my secret part. Kwa hiyo sio kwamba hawana taarifa, wanazo na wanajua kuhusu hivyo vitu na wanahoji. Ukimpata mtoto una ukaribu naye anakuhoji. Sisi tumewahi kuulizwa swali na mke wangu, we were very shocked. Ambia mama, kwenye reproduction tumefundisha wewe na baba mnatengeneza mtoto. Huwa mnatengenezaje? Ni mwanao uliyemzaa. Sasa angalia Afrika, tuna shida moja, ndio maana nataka juma hili tujifunze kwenye familia kwa undani. Afrika, baba na mama kuongea na watoto wao kuhusu mambo ya via vya uzazi ni tabu. Nikisema tabu mnanielewa tabu ni mwiko. Utasikia tu binti akianza eti baba penis, baba anambia shenzi mjinga, toka we mpuuzi, toka hapa.
Unaleta mambo ya kijinga. Na kuna wakati unakuta mzazi anamwambia mwanae hivi, ngono ni ushetani. Alafu baadaye mtoto wako anaona mashetani wawili wanaingia wapi? Ndio maana wakati hichi kitabu nafikiri tunakisoma na mzee Manyama, hichi kitabu. Wakati nasoma hichi kitabu nikasema umefika wakati hata ndani ya kanisa we must be aware. Kuanza kuwafanya watoto waelewe ngono si kitu kibaya. Lakini approach tulizonazo ni mbaya sana. Na ndizo zinazo motivate. Mimi mwenyewe nakumbuka nikiwa mdogo wakati nasoma ilikuja e-conscious. Nakumbuka tulikuwa tumekaa vijana 8 kwenye baraza la mtu nje, tumekaa 8. Ndio tunaanza kuvunja wanaume wanasema sio kuvunja ungo. Wanaume ni nini? Kubalee. Nakumbuka tumekaa tunaanza kuulizana. Mmoja anamuuliza mwenzie, we eti mwenzio hivi anataja kitu. Na unamwambia na mimi hivyo hivyo ninacho. Afu aliyekuwa mkubwa zaidi yetu akaanza kutupa lecture tofauti na mbingu inavyotaka. Samanini kwa sababu tunajifunza. Tulikuwa tuna mtindo wa kwenda kuoga bombani usiku. Tulikuwa tunakaa kota za polisi. Kwa hiyo usiku tunaenda kuoga bombani. Huyu mwenzetu huyu mchana tumekaa naye kwenye koldo, akatuelekeza hayo mambo. Usiku tumeenda kuoga, akafanya kwa kitendo, tunamuona. Mnajua masturbation Kachukua sabuni kwa vitendo tunaona. Alafu wote tuliokopo pale hatufundishwi kanisani kuhusu ngono, hatufundishwi na wazazi, hakuna yoyote anayetufundisha. Kwa hiyo huyu anayetufundisha ndio sisi tunachokijua. Hatuna taarifa nyingine zaidi ya hicho alichotufundisha. Ndio maana leo tuna vijana ndani ya kanisa wamekuwa addicted na masturbation, lakini ukiangalia alikuwa affected na rafiki. Labda alisoma boarding. Nafikiri mliosoma boarding mtakubaliana na mimi. Maana wakati mwingine boarding unakuta choo kimoja, bafuni mnaenda kuoga sehemu moja. Haya mambo yameathiri dunia na kufanya ngono limetafsiriwa katika concept tofauti na Mungu alivyotaka. Sasa Mungu akitujalia kuna mambo mawili tutajifunza. Sita base tu kwenye ngono. Tutajifunza mtu na ngono. Lakini cha pili tutajifunza tofauti ya mwanamke na mwanaume. Kuhusiana na ngono na kuwasiliana kwetu. Je, mwanamke anavyowasiliana ni sawa na mwanaume anavyowasiliana? Na hii haihusiani na ndoa. Ubaya mwingine tulionao, ukiwa unafundisha kitu kuhusiana na wanawake na wanaume, akili zetu huwa zinakimbilia kwenye ndoa. Mimi nyumbani kwangu nina mabinti tupo. Huwa nikijifunza vitu naona kabisa. Mtoto wa kike akitaka kitu ni mgumu sana kuja kuambia baba naomba pesa nikanunue mdori. Kwa asili ya mwanamke huwa hawezi kuhiti pointi. Yeye huwa ana maelezo alafu pointi ugundue wewe. Yaani yeye anaongea maneno mengi alafu wewe unayemsikiliza ndo ugundue. Anataka wewe uwe Yesu. Anaweza akaja kwako, anataka akwambie, natoa mfano ili uelewe, labda ni umemuoa mke. Anataka akwambie, alipaswa akwambie mme wangu naomba ruhusa niende kwenye send off ya rafiki yangu. Lakini akija kwako ataanza hivi, unamfahamu yule rafiki yangu Naomi? Wewe utamwambia Naomi, na alisoma naye form 2, wewe ukuwepo. Kwa hiyo unaanza Naomi, anaanza kutafuta umuelewe na mifano anayotoa kipindi ambacho wewe ukuwa naye. Sasa wanaume kuna wakati tunachoka hizo story, utakuta unamuitikia mtu unayemjua na umjui. Utasikia yule Naomi rafiki yako anaozesha mdogo wake na tarehe 2 wanasema wana send off. Unajua ni rafiki yangu wa karibu sana. Naambia sawa, nashukuru. Ameishia hapo, anataka wewe ndo umalizie. Kwa hiyo utaenda. Umeona tulivyokuwa tuna utofauti wa communication barrier atu communicate together. Na ndio maana ndani ya ndoa mkiingia kwenye ndoa, lakini acha kwenye ndoa, hata kwenye maisha ya familia. Binti yangu siku moja alikuja kwangu ananiambia baba akataja majirani zetu fulani babake amemnunulia basikeli nzuri inakimbia, ni nzuri sana. Mimi nikaona ni taarifa nimepewa kwa sababu mwanaume anapokea taarifa. Nikamwambia sawa mwanangu. Baadaye chumbani analia. Mama yake anakuja ananiambia wewe mtoto amekuomba mnunulie basikeli. Mimi
Mimi nikaanza kumwambia, mimi kaja kuniomba nimnunulie basikeli. Nikamuita, wewe Tina, mimi umeniomba ninunue basikeli. Wewe umeniomba mimi basikeli wewe. Kwa hiyo nilipojifunza nikagundua wanawake wako hivyo. Na hebu mind you, weka kichwani, usitem lazima awe mkeo, usitem lazima awe mwanao. Hata kanisani unapojifungamanisha, ukifanya kazi na mtoto wa kike, be careful. Na mwanamke ukifanya kazi na mwanaume, be careful, kwa sababu hatuoni sawa, hatufikiri sawa, hatuamui sawa. Ila wote tuko kwenye dunia hii, lakini hatuoni sawa. Kwa hiyo tutaangalia communication na tutaangalia sex. Kwenye sex kuna vipengele 12, sijui kama tutavimaliza. Hebu tuanze cha kwanza. Viko 12 na Mungu akijalia nitajitahidi kwenda taratibu kwa uhakika na nitakuwa naruhusu maswali machache. Nilikuwa nasoma quotation kwenye kitabu cha Adventist Home. Niliogopa kukutana na hii statement. Anasema hivi, sex is a physical sign of spiritual action. The giving of oneself completely to another for another. Hilo neno ukilizoma rahisi lakini zito. Anasema tendo la ndoa linaonyeshwa kwa vitendo vya kimwili. It's a physical sign. Mwili unatoa viashiria vinavyofanyika kwenye roho. Kwa hiyo hakuna anayezini pasipo nafsi ya ndani kushiriki. Na unisikilize vizuri, nitafundisha mbele. Paulo mahala fulani anasema ukilala na kahaba umejifungamanisha naye. Kwa sababu wengi wetu tunakosea hapa. Eti unajua hivi, nikimapproach binti akanikubalia, nikalala naye, ninaondoka na achana naye. Umesahau kitendo cha kulala naye, it's a spiritual action. Ni kitendo cha kiroho. Umejifungamanisha naye kiroho. Mwili umeitikia dhamiri ya nafsi ya ndani. Sasa sisi waga tunaangalia tu mwili wa nje, tunasahau madhara yanayofanyika kwenye mwili wa ndani. Na mimi nitaufundisha sana mwili wa ndani. Siku moja niliwahi kuwafundisha hapa, nikawaambia hivi, mtu natamani hichi kitu nikieleze vizuri. Naweza kukusumbua rafiki yangu? Njoo. Shemasi. Njoo Shemasi. Nawe mdogo wangu njoo. Naomba msimame hapa watatu. Dakika chache tu afu nitaomba, nitapowaruhusu msiende mbali, mkae tu hapo. Watatu. Mnakumbuka, yawezekana naongea na watu ambao siku hiyo hamkuepo. Mnakumbuka siku moja nilikuwa nafundisha nikasema, kama ulikuepo utakumbuka, Mungu wakati anaumba aliumba mwili kutoka kwenye ardhi. Mnakumbuka Alafu akapulizia pumzi ya nini? Ya uhai. Ukichukua pumzi ya uhai, shika hapa. Ukichukua pumzi ya uhai ukajumlisha na mwili, ndio unazaa kitu kinaitwa nafsi. Nafsi ni media. Nafsi ndio kiungo kinacho connect kati ya mwili na roho. Ndicho cha katikati kinaitwa nafsi ama soul. Na ukisoma vizuri Biblia yako utagundua sehemu ambapo mtu yupo ni hapa. Ndio maana Paulo anasema utu wenu wa wapi? Wa ndani. Hapa ndo kuna mtu. Mwili una pua, masikio na viungo vya uzazi. Lakini hiki kiungo cha uzazi hakiwezi kufanya kazi yoyote mpaka nafsi imeamua. Kwa hiyo mwili haufanyi tendo la ndoa, ila unaitikia tendo la ndoa lililofanyika kwenye nafsi. Nani amenyelewa? Nipungie mkono sasa. Kwa hiyo usije ukajidanganya, nitasema mbele, nafanya introduction. Usije ukajidanganya eti nikilala na mwanaume huyu nikaachana naye nimeondoka salama. Haujaondoka salama. Kwa sababu kilicholala naye wewe unaamini ni mwili, lakini kwanza maamuzi yalifanyika wapi? Mnakumbuka sijui ni hapa, I'm sure ni hapa. Ukitaka kufanya kitu chochote huwa kinafanyika kabla hujafanya. Narudia.
Kitu chochote binadamu anachotaka afanye huwa kinafanyika kabla hajafanya. Mfano, niwaulize sasa hivi, mnajua nimefanya nini? Hamjui, lakini nilifanya hivi. Hicho kitendo nilichokifanya nilishafanya kabla sijafanya. Nani anakubaliana na mimi? Kabla sijafanya nilishakifanya. Na hapa sasa hivi ninavyoongea na wewe nimeshafanya kingine na kifanya. Hivi mwili unafanya matendo au unatumwa kufanya tendo? Na ndio maana kama umenisikiza vizuri, Ellen G. White anasema hivi, sex is a physical sign. Sign ni ishara. Halafu anasema of spiritual action. Swali, spiritual action, kitendo cha kiroho. Hivi kiroho kinafanyaje kitendo? Mwili haufanyi kitendo, unaitikia kitendo kilichofanywa na nafsi. Ndio maana tendo la ndoa, mama anasema sio kitendo cha mwili. Mwili kinaitikia. Mwili ni saini ya kuonyesha kitendo kilitendeka. Na ndio maana Yesu hadili na mwili kusema mwili. Yesu anadili na nafsi. Anasema hivi, mliambiwa usizini. Mimi nakwambia hivi, amtazamaye mwanamke akamtamani amefanyaje? Ameshazini. Ngoja niwaambie Wakristo wenzangu, kuna watu wengi duniani ni malaya ila hawafanyi kwa vitendo. Sikiliza, hapa ni malaya, anasema akilini, huyu mwanamke mzuri, nataka nikalale naye. Guest bei gani? 40,000. Sina. Guest 40,000 sina. Nauli huyu atataka 20, jumlisha 40 60, sina. Atataka chips mayai huyu sahani 2 na Pepsi 12,000, sina. Fresh, ngoja nikaushe. Sisi tunamuona ni wa kiroho, sio mzinzi, ila kumbe hapa alishafanya. Ila ili mwili uitikie hauna nini? Na ndio maana 80. Na ndio maana tuna wazinzi wengi wasiofanya kwa vitendo. Na tuko nao ndani ya kanisa. Ila mbingu inakuhesabu wewe ni nani? Na ndio maana na shauri kuwa makini sana kwenye kushutumu watu. Kwa sababu kuna wakati na sisi tuko kwenye makundi hayo, ila tu hatuna uwezo wa kudhihirisha. Hebu nikupe mfano ili unielewe hiyo physical sign na spiritual act. Joseph akija kwangu akaniambia, Pastor Peter, wewe ni chizi. Alafu mimi nikamnasa kibao. Kilichonifanya ninase kibao ni nini? Narudia. Jose akija kwangu akaniambia, Pastor Peter, wewe ni chizi tu. Mimi nikamnasa kibao. Kilichonisababisha nimnase kibao ni nini? Nisikilize vizuri. Maneno aliyoyasema Jose kwangu sio aliyosababisha nimpige. Nimempiga kwa sababu mimi niko hivyo. Halo. Jose akija akaniambia, we mpumbavu, mimi nikamnasa kibao. Neno aliloniambia we mpumbavu sio lililonifanya nimpige. Ila nimempiga kwa sababu mimi ni mpigaji, ila nilikuwa sijapata sababu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ngono ina madhara sana kiroho kuliko kimwili. Na nasema hivi kwa kuumia. Sasa hivi unakuta binti mmoja au kijana mmoja kashaunganisha nafsi zake na watu rundo. Wewe anza kuhesabu tu hapo kimoyomoyo. Alafu wewe mwanzoni ulikuwa, tena sisi wanaume ndo wajinga. Mwanaume huyu anafikiri hivi, anapolala na huyu, analala na huyu, yeye anajiona yuko safe, nimewakomoa wale. Lakini kasahau nafsi imeshakuwa affected. Na mimi nikuombe usipange kukosa, utagundua namna ambavyo nafsi inakuwa affected. Na mpaka tunamaliza hili juma utaliogopa tendo la ndoa. Na utachagua kuwa muaminifu.
kwa sababu lina madhara makubwa kwako. Watu wa Mungu, nilikuwa na define hilo neno ila nitalichambua vizuri mbele. Rafiki zangu, ni mkae kwenye viti vya wahudumu hapo. Kwa sababu naweza nikawa na wasumbua. Unaweza kutaka hamjawahi kukalia hivyo viti muwe hapo jirani. Tendo la ndoa sio baya, ama ngono sio kitu kibaya. Kwa nini nasema sio kibaya? Kimeanzishwa na Mungu. Mwanzo 1:28 inasemaje? Mungu akawabariki akawaambia zaeni mkafanye nini? Usisahau, Mungu akawabariki akasema zaeni aliyebuni au kutengeneza vifaa vya kushiriki tendo la ndoa ni Mungu. Kwa hiyo tendo la ndoa ama ngono sio kitu kibaya, na kinapaswa kifundishwe kama tunavyofundisha Sabato. Sabato ni ya nani? Ni ya Mungu. Kama unavyosimama kanisani kufundisha Sabato, kuna siku unapaswa usimame kanisani ufundishe ngono, kwa sababu aliyeitengeneza Sabato ndio aliyetengeneza ngono. Lakini kacha ya Kiafrika imetuambia ngono haifundishwi. Mimi mwenzenu nimekuwa na miaka 24 ndani ya hili kanisa. Sijawahi kukuta mhubiri kasimama Jumamosi akasema kichwa cha somo ngono zembe. Wewe umewahi? Mimi sijawahi. Kanisa letu unaweza kuona ngono zinazungumzwa kwenye makambi wakati tuko kwenye mgawanyiko. Na mnisamee, sehemu kubwa ya mjadala, wanaume hawatufikishi. Mchungaji, hao wanaume hawatufikishi. Wanaume nao, hao wanawake lelelele. Watu wanaanza kujadili kufika na wakati wamefika kwenye makambi. Cha kwanza ambacho nataka uweke kwenye mind yako, ngono si kitu kibaya. Kama haukifundishi nyumbani kwako, anza kufundisha sasa. Kama unavyomfundisha mtoto Yesu akaja kama mwanadamu akafa, fundisha na ngono, kwa sababu muasisi wa ngono ni Baba yetu wa mbinguni. Biblia inasema Mwanzo 1:27, Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Tofauti ya mwanamke na mwanaume ni kwa sababu ya vifaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume kapewa mbegu, mwanamke kapewa mfuko wa uzazi. Mwanaume anaruhusiwa kuingiza mbegu kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke. Fundi aliye design hivi vitu ni Baba yetu wa wapi? Wa mbinguni. Lakini sisi leo ukishaanza kuzungumzia uchi unaanza kuonekana mpagani. Utasikia hivyo vitu usizungumzie hapa. Utazungumzia wapi? Na wanaosema sio hawafanyi, wao nao wanafanya, ila hawazungumzi. Sijui unanielewa? Yaani wanashiriki ila hawazungumzi, kama madawa ya kulevya. Yaani wanavuta lakini hawasemi kwamba wanavuta. Wewe ukimsalimia tu ndio unasikia mwana. Ndivyo tulivyo leo. Watu tunashiriki matendo ya ndoa lakini hatutaki kuyajadili, hatutaki kuelimisha, hatutaki kuambia watu, ila watu wanaona matokeo. Wakisikia mama mchungaji amejifungua, akilini anajua kwisha. Mama mchungaji kazaa, kwisha. Pasta naye anashiriki. Hili haliwezi kutokea bila nini? Lakini huyu pasta hawezi kusimama mbele akaanza kufundisha hivi vitu. Na ngoja niwaambie, wengi wa vijana leo ndani ya kanisa tunafanya ngono kinyume na Biblia kwa sababu hatuelekezwi. Sasa cha kwanza nataka ufute huu ujinga. Ngono mbunifu aliyetengeneza ni Mungu. Na mimi nakutuma leo, nenda kajifunze kuhusu via vya uzazi, utamgundua Mungu ni fundi. Mimi nilikuwa napenda biology since then. Michoro mingi bado iko kichwani. Hakuna mchoro complicated kuuchora kama wa mwanaume. Naongopa mliosoma biology, mchoro wa mwanaume wa uzazi ni rahisi. Ngumu. Uende uchore hali anaitwa testis. Hapa ningesema Kiswahili hapa. Kwenye testis pale kuna mirija inatoka kwenye testis inaitwa epididymis, inapanda hapa juu ambapo kuna sehemu zinazalishwa semen. Haya, kutoka kwenye semen uweke ule mchoro wa ndani nini sijui unaitwa, paka it's very complicated. Hakuna mchoro rahisi sana kuuchora kama mchoro wa mwanamke. Hauna complication nyingi. Fallopian tube, uterus, hizi zinazozalisha uzazi, inayofunga mimba ikiingia, cervix, uke sehemu ya ndani, uke sehemu ya nje, umemaliza.
Lakini ngoja nikwambie usichokijua, vile ulivyokuwa unavichora shuleni, aliyevitengeneza ni Mungu. Yaani ukisikia unasema huu mlango hauke, mbunifu wa kile unachokisema ni baba yetu wa wapi? Sasa mama yako, ndugu yako, mjomba wako akikwambia haya ni mambo ya kishetani, maana yake anakuambia Mungu ni nani? Mwanao tu anakuja kwa nia njema, mama umepataje mimba? Toka we mtoto. Hey! Usiniletee laana hapa. Wakati hiyo mifumo yote aliyetengeneza ni nani? Ndiye mbunifu. Ifike wakati tu ya wewe kuanza kufundisha, kwa sababu usipomfundisha wewe atafundishwa na dunia. Swali, dunia itamfundishaje? Ngoja nikusurprise. Mwanzo 1 fungu la 31 inasemaje? Mwanzo 1:31. Hebu aliyepata kwa sauti. Mwanzo 1:31. Aliyepata Mwanzo 1:31. Bwana Yesu asifiwe. Hapo si ndio Mwanzo 1:31, si ndio inapoishia hapo? Tukipinduka tunaanza Mwanzo 2, si ndio? Swali, Mungu anaposema kila alichokifanya alikiona chema sana, ngono ilikuwepo haikuwepo? Kwa hiyo ngono ni njema. Hebu turudie. 1 2 3. 1 2 3. Yes, maana ipo kwenye Biblia. Yaani Mungu wakati ana pronounce anasema na kila alichokifanya Bwana ni chema sana, ngono iko ndani hapo. Lakini mimi nakumbuka kabila yangu kabila yangu ya Kigogo, tukienda jando watu tunaendaga kukaa kwa Kigogo tunaita kuumbi. Mnaenda porini, mnakaa mpaka mnapona ndo mnarudi. Nataka niwahakikishie vitu tunavyofundishwa kule ni vibaya sana. Mzee Manyama, ni vibaya mno. Na ukitoka kule unataka kufanya application ya vitu ulivyofundishwa kutoka huko. Maana njumu umepewa, mpira hauna. Yaani kule unaenda kupewa njumu. Sasa ukitoka kule unatafuta nini? Mpira. Naomba mindset yako itwist, iweke hapa, ngono ni njema sana. Lakini usisahau, Mungu aliumba mwanamke mmoja na mwanaume. Naomba unisikilize hapa vizuri kabla sijasema kwa nini Mungu aliintroduce ngono. Na masando yanakimbia hivi, bado dakika 10 na kadhaa. Naomba unisikilize hapa vizuri kabisa kabla sijago deeper kwenye ngono. Naweza kumpata binti mmoja, njoo binti yangu, samani njoo. Njoo. Alafu huyu aliweka mikono mfukoni, mwambie naye aje. Njoo mdogo wangu. Naomba wewe usimame hapa. Naomba na huyu binti asimame hapa. Tumesema Mungu aliposema kila kitu, sogea hivi kidogo, ilikuwa ni njema. Swali la kwanza weka kwenye akili yako, usisahau. Nisikilize vizuri sana ili usitoke nje ya track. Mwanaume wa kwanza aliyeruhusiwa kufanya ngono na mwanamke wa kwanza, sifa ya huyu mwanaume, hakuwa amewahi kulala na mwanamke yoyote. Wewe au tusikuingilie na wokovu wako. Usisahau sifa, narudia. Sifa ya kwanza ili uruhusiwe kutenda ngono. Ili uruhusiwe kutenda ngono, cha kwanza uwe bikra, hujawahi kutenda ngono. Hapo sasa mmeshaanza kuongea moyoni. Kama nawaona kwamba pastor tuache. Au ni wokovu ni personal. It between me and who? Shenzi kabisa. Ngoja niwaambie kitu cha pili. Watu wanapenda sana ukianza kuzungumzia ngono na wako interest, lakini hawataki kufanya ngono kulingana na instructions za mtengenezaji. Mtengenezaji hakutengeneza tu ngono kwamba vile ni punching box la. No, Mungu alitengeneza ngono lakini akatoa na principle. Taratibu gani ziko qualified ili ushiriki ndoa? Moja ya qualification ya kushiriki tendo la ndoa, usishiriki mpaka uwe kwenye. Mwanamume wa kwanza hakuwahi kuseksi,
mwanamke wa kwanza hakuwahi kusex. Vijana wenzangu mliokuweko hapo ambao mjaoa, wewe unajiweka kundi gani hapo? Samani, watu wengi tunakosea hapa. Huyu binti toka kwa Adamu njoo kwenye generation yetu. Mniwie lazi, nimezoea mifano ili nieleweke. Naweza kumpata binti mwingine hapa? Shosti njoo mwaya. Sogea tena kule, Shostito. Njoo Shosti. Simama hapo. Mshike mkono huyo mkaka. Usisahau hichi ninachosema sasa hivi. Binti yoyote na kijana wa kiume yoyote aliyelala na mwanamke kabla ya ndoa yuko nje na mfumo wa ngono aliyokusudia Mungu. Huyu kaka na huyu dada wanaanza mahusiano ya kingono kabla ya ndoa. Maana yake hawamheshimu nani? Mungu anasema nisikilize niende deep uelewe maana ya usizini. Mungu anaposema usilale na mtu hamaanishi kakataza tusilale. Mungu anasema usizini, ila ukitaka hichi ninachokukataza usizini ili sasa ukifanye oa. Mwalimu njoo hapa rafiki yangu, kaa upande wa samani. Na wewe mshike hapa. Naomba nikuulize illusion question hizi uende shika mtoto huyo wewe. Naomba niulize hili swali ili tuweze kwenda pamoja. Hawa wawili hawakuwahi kufanya tendo la ndoa mpaka wameoana. Tuko pamoja? Wakafanya tendo la ndoa. Hawa wanafanya ila hawajaoana. Sikiliza hili swali vizuri ili upatie kujibu. Wanaofanya wakiwa kwenye ndoa na wanaofanya kabla, utamu ni tofauti? Utamu ni tofauti? Vifaa wanavyotumia ni tofauti? Shida yao ni nini? Shida ni nini? Shida ni nini? Hawajafuata principle. Hawajafuata taratibu za aliyetengeneza hiyo product. Kwa hiyo kitendo kinachofanyika na uzuri wa kitendo, anayezini na aliye ndani ya ndoa ni sawa. Lakini tofauti kumheshimu Mungu aliyetengeneza hicho kitendo. Yaani Mungu anakupa epo. Anakuambia ili ule kaa juu ya meza. Wewe unasema mimi nakula nikiwa nimesimama. Lakini Mungu anataka ule ukiwa umekaa juu ya nini? Sasa leo kizazi tulicho nacho, ngoja niende kwenye hizi sifa sasa za tendo la ndoa. Leo kwenye kizazi tulicho nacho hatutaki instructions za Mungu. Kwa nini hatutaki? Ili tuweze kujua kwa nini watu leo hawataki instructions za Mungu, lazima tujue kipengele hichi muhimu. Kwa nini tunafanya ngono? Bwana Yesu asifiwe. Ambao mjaoa mikono juu. Ambao hamjaolewa msishushe sasa watu wa Mungu. Unyosha tu ambao hujaoa na kuolewa. Kwa nini tunafanya ngono? Shusheni mikono. Nyie hamjui bado. Ukisoma vizuri Biblia yako utasikia hii statement. Mimi niliogopa sana. Nikisemaga hii kauli, mwanzoni mke wangu alinisikia, huwa ananiangaliaga kwenye TV. Alinisikia nikiwa naisema Magomeni. Nilisema laiti ningejifunza hichi kitu kabla ya kuoa, nisingeoa. Niliporudi nyumbani nikamkuta mama ananisubiria. Anasema kwa hiyo mimi ni changamoto. Nikamwambia mke wangu ngoja somo liishe. Lilipoisha yeye mwenyewe aliniambia kweli mume wangu, hata mimi labda nisingeolewa. Tukakaa chini tukamwomba Mungu atusaidie tutimize kusudi lake. Kuna wengi wameolewa na wameoa and still hawafanyi Mungu anachotaka. Nisikilize vizuri unielewe na maanisha nini. Mungu hayuko interested na utamu wa tendo la ndoa. Mungu yuko interested na matokeo. Kwa nini tuna seksi? Kwa sababu Mungu anasema zaeni mkaa. Kwa hiyo
tunashiriki tendo ili tuproduce. Kusudi la Mungu la ngono ni mtu azaliwe. Narudia, kusudi la Mungu la ngono mtu azaliwe. Mungu akasema hivi, kwa sababu watu watakutana kwa ngono ili mtu azaliwe, na waekea na kitu cha pili ambacho sio kusudi, kinaitwa enjoyment. Hivi enjoyment Kiswahili kizuri ni kipi mzee wangu Manyama? Maana siku moja nilijichanganya nikasema utamu, nikaambiwa yeah. Sex kwenye tendo la ndoa, purpose lugha ya Kiingereza, kusudi ni kuzaa. Utamu wewe sijui kwa nini nasahau. Kufurahi ni kiburudisho, sawa sawa yai la kuchemsha. Naweza kula bila chumvi, nikiweka chumvi linaongeza utamu tu, lakini kusudi la kula nishibe. Kwa hiyo yai liwe na chumvi lisiwe na chumvi, naweza kufanyaje? Sasa angalia watu walivyogeuza sasa hivi kibao. Sasa hivi watu hawataki kusudi la kuzaliana, wanataka kusudi la utamu. Ndio maana leo mwanaume mmoja ameshalala na wanawake wangapi? Ukiulizwa unatafuta nini? Utamu. Unajua kwa nini sasa hivi tuna wimbi la mabinti la vijana umelala na watu wengi? Nisikilize vizuri uelewe. Ni kwa sababu hutaki purpose, unataka enjoyment. Na kuomba kijana ambaye hujaoa usipange kukosa. Kuna vitu vya msingi vitakusaidia. Cha pili, Mungu anachoangalia hapa, Mungu haangalii tu hawa wazae. Mungu anaangalia hawa wakizaa wamfanye mtoto wao kuwa mlisi wa mbingu. Hapo ndipo mimi nilipoogopa, nikasema ningejua nisingalioa. Eti mimi na mke wangu tunapozaa mtoto hatupaswi mtoto wetu kumwachia dada wa kazi. Hakuwepo kwenye kiapo cha ndoa. Mimi na Shoma tulisimama wawili mbele za Mungu. Mimi Peter John Chibago na kutwaa Shoma Emmanuel Bulugu uwe mke wangu halali wa ndoa, kwa shida kwa la. Tukizaa mtoto sisi ambao Mungu ametuamini, tukashiriki tendo tukapata mtoto, baada ya kulea mtoto wetu tunaleta dada wa kazi. Nitalifundisha vizuri Ijumaa. Wakina mama nisikilizeni vizuri mliokuwa kwenye ndoa. Eti leo mwanamke mtoto wake aliyekaa miezi 9 kwenye tumbo lake anampa mwanamke mwenzie amlelee. Nikuulize swali, umewahi kumwona mwanamke anampa mume wake mdada wa kazi? Ni mliolewa, haleluya. Naweza kukuta naongea na wapo mliolewa, mikono juu, nipungieni hata nijue ninaongea nao. Kama uko kwenye ndoa umeolewa mwanamke, hivi mwanamke uliolewa, mume wako si ni mtoto wa mwanamke mwenzio? Mwanamke uliolewa, mumeo si ni mtoto wa mwanamke mwenzio? Mtoto wa mwanamke mwenzio hujamweka wewe kwenye tumbo lako miezi 9, huwezi kumpa dada wa kazi akae naye. Ila wako wako aliyekaa miezi 9 unampa dada wa nini? Samanini wakina mama, mko vizuri? Mzee Amos niliposoma hili somo nilimuita mke wangu, ngambia mke wangu tunabidi tubadilike. Na ukishaanza kujifunza hivi vitu utagundua utaogopa kulala na mwanamke kabla ya ndoa, kwa sababu nikilala na huyu binti akazaa mtoto, sasa hivi tumeingiwa ili wimbi wanaitwa single. Huyu mtoto hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ili huyu mtoto alelewe vizuri lazima Mr. and Mrs. tuwe pamoja, mke na mume. Hatuoani ili tufanye ngono, tunaoana ili tufanye ngono tupate mtoto tumlee awe raia wa wapi? Kijana mwenye akili timamu ukishaanza kuona consequences, ukianza kuona madhara nisipokuwa muaminifu na matokeo yake ni shida, utaanza kubaki kwenye njia kuu. Ngoja niwaulize swali, chunguza, mnisamee ila nenda kachunguze. Vijana wengi leo wanaokuwa mashoga wamelelewa na single parent. Fuatilia, wanaume wengi wanaoact kuwa wanawake wanaitwa mashoga, waliowalea ni mama peke yake. Na nasema hapo kwa uchungu kabisa, wa baba si tunafyatua matofali, hatujui hata anajengea wapi. Lakini hivi jiulize hili swali,
kama watu wangeelewa hichi ninachofundisha, alafu kila mmoja akastiki na mkewe, wakawekeza kutengeneza mtoto kuwa raia wa mbinguni, mnahisi tungekuwa na kanisa gani? Naomba nikusogeze karibu ili usikose juma hili. Angalia watu wengi maarufu leo kwenye mitandao wanatumiwa kutuaminisha single parent inalipa. Angalia wasanii wetu wakubwa, utakuta na watoto bila mke. Chunguza watu ambao wana influence kubwa nchini, ana mtoto, alafu na sisi akili yetu inaanza kuamini hivi, haya ndiyo maisha, tunaanza kwenda against na nani? Ndio maana sasa hivi ngono I say, mimi ninaogopa sijui miaka 10 tunaoenda mbeleni itakuwaje. Unajua sasa hivi ngono imekuwa kitu cha kawaida kabisa. Kama mashati mtu alionayo ndani ya begi ya nguo. Si kwa watoto wa kike, si kwa watoto wa kiume. Yaani mwanaume na mwanamke, yaani normal. Mimi nimebahatika kutembea nchi kadhaa. Yaani kuna nchi mtu anakuomba yeye. Nilikuwa kwenye lifti, mzee wa kanisa. Nimepanda kwenye lifti na binti akaniambia, "Hey, how are you?" Nikamwambia, "I'm so fine." "From where?" Nikamwambia, "Tanzania." "Wow, I want to test the thing from Tanzania. Can we?" Wajua ningekuwa Mroma ningeanza kufanya hivi. Na anaongea comfortable, naoni kama anakukosea. Yaani ni kitu cha kawaida. Na yani hatumii zile nguvu, you know, when I see you. Yaani bwana, mimi bwana, unatoka Tanzania, naomba nijaribu kutoka Tanzania ikoje. Na unajua hata leo hapa nchini Tanzania, unajua ngono imekuwa mtu anatafuta tu certification. Unakuta binti kabisa, Mwadventista, Mkristo, mwaminifu, anatafuta certification. Uko wapi? Unakuja leo? Njoo bwana. What are you looking for? Certification. Mimi niliogopa niliposoma lile fungu, Mungu anasema nimfiche siri hii Ibrahim. Hapana. Kwa nini siwezi kumficha? Kwa sababu kizazi chake kitakuwa taifa teule. Maana yake Mungu anaponiangalia Pastor Peter ninaposhiriki tendo la ndoa, haangalii enjoyment ya tendo la ndoa. Mungu anaangalia matokeo ya kizazi kinachozaliwa kitakuwa mcha Mungu. Na ili kizazi kinachozaliwa kiwe mcha Mungu, lazima mama na baba tuwe pamoja na tuishi kwenye misingi ya mbingu. Miongoni mwa misingi ya mbingu, lazima mtoto afundishwe kuhusu ngono na msimamo wa ngono. Na afundishwe kwa maneno, anafundishwa kwa maisha yetu. Lakini leo wewe umezaa, mtoto wako anakaa na dada wa kazi, mama kazini, wewe kazini. Mwanao, wewe Mjaruo, mkeo Muhehe, mwanao anaongea Kindengereko. Maana anayekaa naye nyumbani ni mdada wa ndo anaanza kumwambia karaje hasi, mtoto kakaa. Wime kasimama. Ukirudi unashangaa mtoto anaongeleshwa karaje hasi, unashtuka we. Na mwanao kaelewa kashaka. Mimi wakati tunazaa mtoto wa kwanza niliumia, nikasema ningejua nisingeoa. Tulizaa mtoto wetu wa kwanza mimi nikiwa nachunga mbali na mke wangu for 2 years. Nilikuwa naonana na mke wangu mara 2 kwa mwezi. Na iliniuma. Siendi kuonana naye kwa ajili ya ndoa, naenda kuonana naye kwa ajili ya enjoyment. Sijui unanielewa? Na unajua familia nyingi ziko hivyo. Baba yuko Dodoma, mama yuko wapi? Ijumaa anapanda mwendokasi. Unafuata nini nyumbani? Afati purpose. Anafuata enjoyment. Utasikia mama, jiandae. Konjiani. Alafu unasema hiyo ni ndoa takatifu ya nani? Wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua leo hata ndani ya kanisa 80% ya wazazi watoto wetu watuwalei sisi. Mimi mwenyewe ninaongea na hapa. Kama sio Mungu wake nimelelewa na watu wengi, hata nikiwahesabu hawatoshi. Yaani nakumbuka nikikumbuka tu mdogo nilikaa kwa huyu, na kila sehemu kuna tabia zake nilizoondoka nazo. Nitoe ombi kwa leo. Natamani niishie hapa. Nimefanya summary ya vile tutakajifunza. Siku moja nitakuja kuzungumzia ili swala tu la mke na mume mnapokwenda kuapa kwa ajili ya kizazi kinachotoka kwako. Mnaweza mkarudi, asanteni. Lakini kama umenielewa leo kwa muda mchache niliosema, kijana ambaye hujaolewa au kuoa, ogopa sana ngono.
ni kitu kizuri alichokiumba Mungu, lakini kama utakifanya kulingana na Mungu alivyoamuru. Lakini leo watu wengi hatukifanya kama Mungu alivyoamuru, tunafanya kama mwili unavyotaka. Ndio maana unakuta mwanaume yuko ndani ya ndoa, ana mkewe, ana watoto na ana mwanamke mwingine nje. Na unajua sasa hivi imekuwa sifa, mzee Manyama. Sasa hivi imekuwa sifa. Juzi nilikuwa nasikiliza kwenye redio moja hapo kabisa, eti mtafiti, mwanasayansi mkubwa anasema kiuasilia mwanamke alafu mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Nikaogopa sana. Alafu wanaosikiliza redio ni watu wengi. Na unajua sasa kuna wanawake wameamini akilini kwamba mwanaume hawezi kuwa na mwanamke. Utasikia wewe anakuachia hela ya chakula, anakulipia kodi, anakulelea watoto, mwache. Wanaume hao hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Sasa nataka nikuhakikishie tupo. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti zangu ambao hamjaolewa, kama umenielewa leo, don't do it again. Ina madhara makubwa. Siku moja nitakufundisha hapa, utagundua watu uliolala nao waliokuachia. Tena wanawake mnisamee, I say tendo la ndoa kwako lina madhara mengi sana kuliko mwanaume. Ngoja tukupe mfano mmoja tuone ilivyokuwa baya. Sijajua kama nyinyi mliishi haya maisha. Mzee Amosi, mimi wakati nakuwa niliwahi kuishi kwa mtu ana watoto 6. Usiku linapakuliwa sinia la wali maharage imejazwa, alafu tunalizunguka. Maji ya kunawa anaanza baba. Hayo. Yaani baba akinawa hayamwagwi. Mimi nilikuwa wa pili kutoka mwisho. Tunanawa maji hayo, yanazunguka mpaka nakukuta wewe. Tunaweka pembeni, tunafakamia msosi, tukimaliza tunanawa maji yale. Hivi unafahamu mwanamke unayelala na wanaume multi ni sawa sana sufuria yenye maji na unawiwa na watu wengi. Unaweza kunywa. Na sasa hivi tuna mabinti wetu wameharibikiwa akili na dunia. Yeye anaona ni ufahari, ajui ni sufuria ina maji ya uchafu wa baba, watoto 5. Tukala wali maharage, akaanza tena baba. Tukanawa wote, and still upo unaishi. Na mimi na watoto wa kike tupo. Namuomba Mungu awasaidie. Tunakoelekea ni kubaya sana. Samanini, nawapa mifano ili muelewe. Umewahi kuchunguza kwa nini kanisani wanaojaa sana ni wanawake? Cha pili, umewahi kuchunguza kwa nini wanaopandisha mapepo 80% ni wanawake? Wewe chunguza makanisani, wanaanza umewahi kuona wanaume? Ni wanaume ni leali, ni wachache. Yani mimi hata kumbukumbu kwanza haiji kumbukumbu ya wanaume. Nafikiri siku moja tukiwa hapa kuna mmoja tuliletea ofisini, kwa anafanya biashara akapandwa na mapepo. Lakini angalia sehemu nyingi wenye mapepo wanaotaka ni wanawake. Kwa sababu sufuria ukinawa maji yanabaki. Mwanaume hapokei kitu chochote kwenye mwili anaposhiriki tendo la ndoa, ila anatoa. Mwanamke ana receive. Sasa umeshapokea vingapi? Na wewe akili yako inaamini ulipokea tu kwenye mwili. Umewahi kujiuliza kwa nini mwanamke akiolewa na mumewe wanafanana? Umewahi kujiuliza kwa nini? Kwa sababu mwanaume kila anapotoa, mwanamke kila anapopokea zinambadilisha kuwa kama mumewe. Wewe umepokea ngapi? Mwanamke mwaminifu aliyestiki na mumewe, utaona muda ukienda, ukikutana nao, unaona kabisa mzee Amosi na mkeo wanafanana. Lakini sasa imagine wewe umeolewa na mumeo, alafu unalala na watu unafanana. Unajua hata mwili unaotaka utengeneze mfanano na wenyewe unachanganyikiwa, kwamba hapa sasa tunachukua zipi ili tufanane. Sasa angalia, mtu unafanya hivyo bado huko kwenye ndoa, ni binti, bado hujajiengage kwenye nini. Ndio maana ukimwona binti kuna wakati anapandisha, ana mengi.
Ukisema kidogo Yesu akasema, si sauti tu, Yesu akasema, unasikia kwa sababu unatembea umebeba makwaros a lot na umejifungamanisha na watu. Mungu atusaidie na atuongoze kuielewa ngono. Na I thank God, mwanamke na mwanaume walio waaminifu kweli kwenye ngono, hata muonekano wao una nuru, hata akili zao zinakuwa smart, hata wakiwa mbele ya audience wana confidence. Lakini niamini mimi, mwanaume awe mwanaume au mwanamke asiyetulia hana confidence mbele za watu, alafu anajishuku kila muda. Yaani wewe hata ukisema kitu tu, ukataja kitu fulani, sikia anajiona mtakatifu. Jua huo mwiba umefanyaje? Lakini mtu ambaye yuko faithful kwenye ngono, yuko faithful, hana complication, hana kujishuku, is so pure. Mimi ni wa encourage washiriki wenzangu na vijana na sisi tuliokuwa kwenye ndoa. Tutasema nafikiri Alhamisi, na nitaona wiki hii Mungu akijalia wanandoa, nitawaomba siku moja tuje wenyewe tu peke yetu, na hatutashuti siku hiyo. Tutakaa hapa wenyewe tu, mzee Manyama, mke na mume. Utanishauri mzee, kama ni Ijumaa jioni tukae tu tuzungumze wenyewe. Hivi unajua sasa hivi wanaoongoza kwa kutokuwa waaminifu ni wanaume wa Kisabato. Bwana Yesu asifiwe. Naona umeanza kuniangalia. Okay, sisi wa Sabato ndio taifa teule. Mungu ametuita kwa wito mtukufu. Haleluya, watu wa Mungu. Tuinamishe vichwa tuombe. Asante mtukufu Baba yetu wa mbinguni. Yesu, taasisi ya ndoa ulianzisha wewe. Ngono ni kitu kizuri sana ulichokitamkia baraka. Maana ulisema baada ya kuumba vyote ulivyoviumba uliviona ya kwamba ni vyema. Mwanzo 3 shetani aliharibu kusudi la mbingu. Leo duniani tunachanganyikiwa kuhusiana na masuala ya ngono. Ni kwa sababu kanisa limeacha kuusema ukweli kuhusu ngono. Tumeogopa sana kulingana na tamaduni zetu kuamsha akili na fahamu za watu kuelewa hasa ngono ni nini na namna gani inavyopaswa kushiriki. Ninakuweka Kristo ukawe kati yetu. Tusaidie juma hili. Tembea ndani ya wale waliokuwa wameoana, tembea ndani ya vijana wetu. Tusaidie mafunuo haya ambayo Roho wako Mtakatifu atatuongoza kujifunza yasiwe bure, yakatujenge na kutufanya kuwa wapya. Ikiwa miongoni mwetu wako walioanguka kwenye uovu wa namna hiyo kwa kutokuwa na taarifa sahihi na kujifunza kutoka kwako, na kuomba Yesu leo tusamee, tutakase, tusaidie sasa kuishi ujana mkamilifu na wewe ukitukuzwa ndani yetu. Nasi tuliokuwa kwenye ndoa tudumishe kuwa waaminifu. Tusaidie kulielewa agano la ndoa na utukufu na mbaraka uliotamka kati yetu, ili maisha yetu ya sasa katika mahusiano na kizazi unachotupatia kikawe ubiri na tangazo kwa ulimwengu. Tusaidie juma hili akili zetu zikawe na ufunuo tofauti na dunia. Vile dunia inavyolitangaza na kulielewa, ikawe tofauti na vile tulivyochagua kukuelewa wewe kulingana na makusudi uliyoyaweka ndani ya ndoa. Asante Yesu, nikiamini hili halitakuwa tu kutupatia ufahamu, lakini itakuwa sababu ya kukoma tabia zetu za uovu. Na ili zikome lazima Roho wako Mtakatifu anene ndani ya nafsi. Sasa Kristo, sema na kila mmoja. Maana mnenaji ni mimi nisiyejua changamoto ya kila aliyekaa. Lakini we ni Mungu unayesoma ndani. Yesu, unajua siri za mioyo yetu, unajua uovu wa ndani. Hebu Roho wako Mtakatifu anayenong'oneza ndani akaseme nasi, akatuonyeshe uovu wetu, akatupe majuto na kutufanya kuwa wapya, na upya wetu ukawe tangazo la mwenendo bora utakao kuwa utukufu na matunda mema kwa maisha yetu. Tunapotawanyika sasa, nenda nasi. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Mungu awabariki.